Katika magonjwa ya akili, wanasaikolojia wote walioko hapa wanajua kwamba kuna kitabu maarufu sana ambacho ni kama Biblia ya wanasaikolojia, inaitwa DSM-5, ambayo imeingizwa hivi karibuni sasa hivi, ambao ni ugonjwa umeingizwa mpya katika ugonjwa wa akili, ni kukopa. Mbona mnanungunika? Yaani kuna ugonjwa kabisa wa kukopa kisaikolojia wamegundua upo, na una dalili zake kabisa, zipo dalili kabisa. Na moja ya dalili kubwa, ili ukitaka ujue kwamba na wewe ni mgonjwa wa huo ugonjwa, wanasema unakopa ili ulipe deni. Kwa hiyo wakati unalipa ili hapa, unakopa tena ili ulipe. Kwa hiyo unajikuta kwenye maisha yako una watu uliowapanga kama 3 4 wote wanakudai. Na ili ujue kwamba wewe ni mgonjwa, wanasema akili yako sehemu ya ushawishi inakuwa na uwezo mkubwa kiasi kwamba kila utakaye mkopa ataelewa. Kama umenielewa nipungie mkono. Na unaweza kuwapanga watu, hata kama mtu aje na hasira kiasi gani, kwamba leo kitaeleweka, lazima anipe hela zangu leo, lazima. Unaenda ile ukutana na jamaa pap, kwa sababu ana ugonjwa wa kukopa. Unakuja na hasira yako yote, anakuambia tulia nikwambie. Ashakusoma, anakuambia tuombe kwanza. Hakuna mtu wa Mungu, dini umeacha. Unajikuta unambia basi tuombe. Ile mkiomba tu unamwambia leo siondoke hapa mpaka hela yangu unipatie. Sikia anavyokupanga sasa. Unajua kuna ile dili ya milioni kama 7 ya kampuni moja kutoka Mwanza. Sasa message hii hapa, mzigo unaingia. Mzigo huu ukiingia hapa na kama milioni 18, 5 za kwako, hizi zingine zote hizi naenda kulipa ada ya mtoto. Niko serious, hela zipo. Kwanza kunywa chai, kosa la jinai. Ukinunuliwa chakula na mtu unayemdai, imekula kwako. Kuna watu wengine mko hapa mnasoma diplomasia. Nilisikia mmoja akifundisha masuala ya usuluhishi na nini. Katika diplomasia, mnapoenda kunegotiate mgogoro wowote, pale mnapoenda kwenye negotiation, usije ukakubali kula chakula au kinywaji cha yule ambaye mnapingana naye amekumaliza. Kwa sababu kwa kawaida ukishakula tu pap cha kwake, nature inakuambia nilikufadhili. Unakuwa na bias. Ndipo utajua kwamba saikolojia ni muhimu katika maisha ya kila siku. Njoo acha habari ya mikopo, njoo kwenye habari ya kucheza kamari. Kucheza kamari ni ugonjwa wa akili kabisa. Unakuta kuna mtu hawezi kulala mpaka acheze kamari. Anahakikisha kwamba atakopa vyovyote vile ili tu acheze kamari. Ule nao pia ni ugonjwa wa akili kabisa. Sasa yote haya yanakusaidia kujua kwamba kumbe nahitajika kutumia akili yangu vizuri na kuelewa akili yangu inafanya kazi namna gani. Hebu sikia hii sentensi kusaidia. Saikolojia ya utambuzi ni katika saikolojia moja ambazo ni muhimu sana, lazima kila mmoja awe nayo. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii hutusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha hata wakati mwingine si ya busara. Siku moja tuko hapa Dodoma Kati, hapa ofisi yetu iko hapo, ilikuja kampuni moja ambayo inauza vyombo. Wakaja pale ofisini, wakatueleza wanavyouza vyombo vyao vizuri, wakatuonyesha vyombo. Cha kwanza kabisa walichofanya, wakatupa ofa ya chombo kimoja, kila mtu pale pa. Mimi sitasahau, nilipewa hita, lile birika la kuhiti maji. Mzee Mwambopo kama yupo atakumbuka vizuri. Nikachukua birika langu nikaweka kule ofisini, nikatulia mpaka jioni. Ndio baadaye wananishtua, bwana vipi, mbona hujanunua kitu? Nikamwambia nyewe mmenunua. Akasema tumenunua. Haya, mmenunua nini? Kila mmoja akanieleza. Nikamchallenge mmoja, nikamuuliza ulikuwa kweli na mpango wa kununua blender ya kusagia juisi? Sasa kweli. Sasa imekuwaje umenunua? Sasa jamaa ametuambia kwanza, ni wajanja sana, bei halisi ya hii blender 200,000, ila kwa nyie 120,000.
Akili inakwambia umeokoa ngapi hapo? Ukishakubali pale, wakati unaanza kuwazawaza kwamba itakuwaje, anakwambia chukua, mtumishi, chukua. Sasa hela haitoshi, usio na wasiwasi, utanipa mwisho. Kwa tayari unamwona amekupenda, anakwambia sasa ili Brenda ende vizuri, kuna nani yake hapa, hii unaona hii thermos hii, hivi vya moto, hivi vya baridi, anaipitisha chini kidogo, kama inaviringika namna hii, anakwambia imara OG. Hamjagundua kwamba kuna wauza vyombo wanaopita huko mitaani kwa mama zetu? Hawa jamaa siku zote kampuni ipo kwenye promotion, kila siku anakuambia tuko kwenye promotion. Na wale wataalamu wa kurusha vyombo vya udongo visi, anakuambia hii ni imara, akirusha nenda hivi kabisa, hamna kitu, rusha wewe, rusha utaelewa. Nakupa tu introduction kidogo. Mmegundua kwenye bidhaa wanapouza, hata ukiangalia mtandaoni au kwenye masupermarket wapi, sisi ambao tunanunua bidhaa kwenye masoko ya kawaida, sisi tuna nafuu, hawatuchezei saikolojia sana. Ila ambao mnaingia kwenye supermarket wapi huko online, unakuta bidhaa ni shilingi 100,000, anakuambia inauzwa shilingi 99 na senti 90. Amecheza na akili yako kiasi kwamba hapo kuna upungufu wa shilingi ngapi, senti ngapi? Ni kama senti. Akili yako itaona hii 99, hii ndio inayoiona, hata vile visenti huwa havionekani. Hapo umetumia akili, tunaita subconscious. Kwa hiyo akili yako imeona 99, haioni 100. Kwa hiyo unajikuta umenunua automatic. Mtaona huko baadaye ufanyeje ili uepuke kununua vitu ambavyo hukutakiwa kununua. Njoo kwenye usafiri, tunaposafiri kwa kawaida tu tunaongea habari ya cognitive. Unaposafiri unaenda Dar es Salaam, ukashuka pale Morogoro, asubuhi uliwadamsha watu wa nyumbani kwako, wakakuandalia breakfast vizuri mapema, ukanywa chai. Ulipofika Morogoro, ulivyoona watu wanashuka nao wananunua vitu, na wewe ukanunua. Hapa ndipo tunapopishania wanaposema sisi ni bahili, lakini ukweli huwa tuna tabia ya kuwaza hivi, nisipokula andazi nitakufa. Ukiona sifi unasonga mbele. Kwa lazima ujiulize, hiki ninachokinunua kweli ninakihitaji kweli? Hivi nina haja nacho kweli kweli? Wote unaowaona ni matajiri wa fedha, zingatia neno matajiri wa fedha, maana tutaangalia huko mbele jinsi alivyo. Ukiwatazama wote utagundua kuna kanuni zinazofanana walizo apply. Wote wachunguze, wote utakuta wako hivyo hivyo. Mtapewa mshahara sawa ofisini, lakini mkitoka hapo mwenzako ana maendeleo makubwa kuliko wewe. Hakuna uchawi, ila kuna utambuzi. Haleluya! Kwa lazima ujitambue. Elewa mwelekeo wako wa kifikra ni mwelekeo wa kufikiria kitu gani. Elewa fikra zisizo sahihi. Elewa namna ya kuzuia kitu ambacho unashawishiwa, ambacho hukukitaka. Sikiliza hii. Mwelekeo thibitivu, hii ni hali ya mtu kutafuta taarifa zinazosababisha kile anachokiamini tayari na kupuuza taarifa zinazopingana. Yaani kuna kitu nakita ni bias. Kila mtu ana bias yake hapa. Yaani kila mmoja ukimwangalia hapa kuna bias ya kwake. Kila mmoja hapa. Natoa mfano haraka. Sisi wa Sabato tuna bias za kwetu. Sio za kiroho, ni za kisaikolojia. Kwa mfano, mchungaji akienda mimbarani kuhubiri bila tai, hajavaa suti, yaani ikatokea Pastor Buse amepanda pale mimbarani anahubiri, amevaa kanzu kila Sabato, sema huyu hayuko sawa sawa huyu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mkoloni wetu aliyetukoloni alitufundisha kwamba ili uwe smart lazima uvae koti na tai. Na hata kule kwenye vyuo vya uchungaji akina Pastor Moses Maka wanatufundisha, ni mwalimu wangu huyu, amenifundisha Kiebrania. Tunafundishwa tuvae hivyo hivyo. Sasa tulivyochanganywa akili, samahani kama nitakukwaza, joto la daa hivyo 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 uko pale.
jasho linakutoka. Yesu anasema, ukiuliza ndugu yangu, punguza hizi nguo, hapana. Yaani Roho Mtakatifu na tai na koti wana uhusiano wa karibu. Bias. Kila mtu ana bias yake hapa. Hata unavyotuona hapa, kila mtu ana bias yake hapa kabisa kabisa kabisa. Kila mtu. Kuna namna ambavyo mtu akusalimia utasema kwamba hana heshima huyu. Ni bias tayari. Kila mmoja ana bias yake. Tulikuwa Mbala hapo na mzee Lekundayo tunafanya mkutano pale. Akaja mzee mmoja wa Kimasai, mzee anaheshimika. Master guide akaja. Akaanza kumwambia, "Hey, wote mwende kwenye nani? Kwenye mkutano." Hey. Yule mzee akamtazama yule kijana afu akatuuliza, "Huyu mtoto wa nani huyu?" Yaani baba yake tunataka tumjue, ambaye hajafundisha mtoto heshima. Master guide hapa anakuambia nilikuwa na watoa watu waende kwenye mkutano. Hiyo ni bias tayari. Kwa hiyo kila mtu ana bias ya kwake. Ukitazama hapa, kila mtu ana bias ya kwake. Sikiliza sasa. Mfano, mtu anaweza kuendelea kuwekeza kwenye biashara fulani kwa sababu tu anaamini tafaulu, hata kama kuna ushahidi kuwa inashuka. Hiyo ni bias. Biashara inashuka lakini nakwambia hapa nakomalia hapa. Unaambia lakini biashara ina drop. Fanya analysis, nakwambia mimi hapa si banduki. Bwana, vipi sema mimi ni mtu wa kuuza mboga, mwisho wa kunukuu. Hata hashtuki kabisa. Utagundua kuna wengine ambao wanawekeza katika staili ambayo anawekeza kwa vile fulani amewekeza. Utanielewa kama ninavyoeleza ifuatavyo. Mmewahi kuona zile biashara za kwenye madaftari? Hapana, bado hatujaelewana. Matikiti, lima matikiti ukiwa na eka moja, miche wanakwambia piga ua, mche mmoja ukutolea angalau matunda kila moja, uuze kwa bei ya chini kabisa, buku. Ukipigiwa mahesabu hapa, ukishuka, hii biashara ina hela. Unajikuta watu wengi wamelima matikiti, nyanya wengi. Ni sawa na hapo usikie Pastor Mbaga aseme kitunguu saumu ni dawa. Subiria baada ya siku 3, harufu. Kila mmoja ametafuna. Bwana vipi sasa? Pastor alisema ukitafuna angalau punje 3 mambo yako yako sawa sawa. Kuna uwekezaji ambao unavutwa na makundi ya watu, lakini sio wewe binafsi. Anza kufanya analysis kwanza. Ukisikia biashara inalipa, anza kuangalia kwanza, hii biashara inalipa. Nani kasema? Ametumia kigezo gani? Alifanyia utafiti wapi? Mazingira yalikuwaje? Mkisikia watu wanatapeliwa mitandaoni, wengi sana siku hizi wanatapeliwa mitandaoni. Ni shida nyingine ambayo ni kubwa sasa hivi. Pesa zote zimeenda. Wale jamaa ambao wanafanya ule utapeli wa mitandaoni ni wana saikolojia, wanatrainiwa. Hiyo ndio kazi kabisa. Anakuambia kabisa kwamba ukiwekeza shilingi 10,000, ukitupatia sisi tunaizungusha. Sisi tukiizungusha, tuna biashara tunafanya. Hakuambii biashara gani. Anaweza kwambia tunazungusha huko na tunawakopesha ikisharudi baada ya mwezi, katika ile 10,000 yako wewe unapata shilingi 5,000. Umekaa umetulia, pesa halali. Anakuambia kwa piga hizo 10 mara 5 ukiwa na 50,000, automatic hapo ni shilingi ngapi? 25. Kwa hiyo ukiwa na laki, wanachofanya ni hiki. Unakubali, unashawishika, unaweka pesa kidogo. Ukiweka pesa kidogo, wanaiongeza, unapewa. Unaona kabisa niliweka 20 nikapata 10 faida. Anakuambia umeona? Ulichelewa wapi? Unapeleka zile zote chapu alizokupatia, unapewa na nyingine. Wana akili sana. Unaenda mpaka awamu ya 3, unatoa nyingine, unapewa tena na faida yake. Baadaye anakuambia sasa hapa ulipo, ukitoa kiwango hiki, idadi itafika hii hapa. Automatic unakuta unachukua pesa nyingi unawapa. Ukiwapa tu mtandao unasumbua. Bwana